Nikakaa ikafika saa 7 kasoro nikaenda ndani kulala. Kidogo nikasikia ng'ombe wanapurukushani huko kwenye zizi. Alikuwa anapumua kidogo. Sasa ilipofunguliwa tukakuta mwili ameshafariki. Matukio kama haya kwa umri kama huu wa kuweza kukimbia kutafuta fedha, hakuna sababu ya kujizuru. Hakuna sababu ya kuangamia wakati Tanzania hii ni pana. Una uwezo wa kwenda ukaendesha hata mkokoteni mjini na ukaishi. Nikakuta ni kweli kwamba kijana amejitundika kwa sehemu tena ndogo sana. Ni mahali pafupi sana. Kiasi ambacho kwa haraka inaleta utata, lakini baadaye tukakubaliana na hali halisi tuliyoikuta pale. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Hapa ni katika kitongoji cha Ngoika kilichopo katika kijiji cha Ngiresi, wilayani ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 22 anayefahamika kwa jina la Elias Hussein. Kijana huyo amefariki dunia baada ya kujinyonga majira ya jana saa 8 usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa mashuhuda, wameeleza kwamba usiku kama saa 7 saa 6 mama mzazi wa kijana huyo alisikia kama vile ng'ombe anapiga kelele katika eneo la banda. Akatoka, na alipotoka akakuta ng'ombe huyo amefunguliwa kamba, na kamba ambayo ilikuwepo nayo ng'ombe huyo ilikuwa ni kamba mpya, lakini akawa amefungwa na kamba ya zamani. Akaanza kutoa taarifa kwamba huenda kuna wezi ambao wanahusika katika wizi wa ng'ombe, lakini akamsha majirani na kutoa taarifa sehemu mbalimbali. Wakaanza kufuatilia nyayo za miguu kuelekea migombani. Kitu cha kwanza ambacho walikutana na kiatu cha kijana huyo Elias. Wakaendelea kufuatilia zaidi, kufika maeneo ya chini wakakutana na mwili wa kijana huyo ukiwa juu ya mti umetundikwa. Baada ya hapo wakamwahi kwa ajili ya kufungwa kamba hiyo kama wangeweza kuokoa uhai wake, lakini tayari alishakwisha kata roho. Tumezungumza na mwenyekiti wa kitongoji pamoja na baba mdogo wakieleza zaidi kuhusiana na tukio hili. Kwa kweli alitoka hapa jioni. Alipotoka ile jioni nikawa nimekaa hapa, huko ndani hamna mtu mwingine, niko yeye na mimi na mjukuu. Sasa yeye alipotoka ile jioni ameenda matembezi. Nikakaa hapo kwenye kiti nikawa namsubiri. Nimemsubiri ya muda mpaka ikafika saa 6:30. Simuoni, chakula nimeweka hapo namsubiria aje kula. Hajaja. Nikakaa ikafika saa 7 kasoro nikaenda ndani kulala. Kidogo nikasikia ng'ombe wanapurukushani huko kwenye zizi. Nikatoka nikafungua ile dirisha hapa nyuma yangu. Nilipofungua dirisha nikaangalia nje hamna kitu. Nikafungua mlango nikatoka na tochi. Nikakuta ng'ombe amefunguliwa kamba, anampiga huyo ng'ombe mwingine. Nikatafuta kamba nyingine nikamfunga ng'ombe, nikaenda kwa jirani. Nikaenda kuambia kwamba ng'ombe amefunguliwa, kamba imechukuliwa na sijui nani amechukua. Tukaamka na shemeji yangu, tukateremka, maana ameona njia mahali alikokanyaga huyo mtu. Tukafuata kupita huko kwenye mahindi, tukaokota kiatu chake kimoja. Hapo tukajua kwamba ile kamba atakuwa ni yeye amefungua. Maana sasa kwa nini akawa amepita huko shambani na kiatu kikabaki kimoja? Tukamfuatilia mpaka kule mlimani, hatujamuona. Ndio tukalia watu wakaja kutusaidia kutafuta. Mpaka sasa hivi sijui kinachoendelea. Wamesema wamemkuta huko mlimani akiwa juu ya mti. Hana tatizo lolote. Alikuwa anasema tu anaumwa na tumbo.
mama, tumbo linaniuma chini ya kitovu. Nikamwambia sasa ngoja nikutafutie dawa. Akasema nikamwambia huko ulikokuwa hujaenda hospitalini kule. Akaniambia huko gharama ni kubwa, na nilipokwenda walisema nina shida ni ngiri. Nikampigia babake simu nikamwambia mtoto anaumwa, huyu yuko hapa nyumbani anaumwa, ongea naye. Kwa hiyo akawa ameongea na babake. Naomba Mungu anipe nguvu, maana mimi mwenyewe siwezi. Mungu tu anipe ujasiri, kwa sababu ni pigo kubwa sana kwenye maisha yangu. Charles Mevoro. Ilikuwa mnamo saa 6:30 usiku. Mama alikuja kuniamsha hapa nyumbani. Kaniambia kwamba kuna ng'ombe yangu imetolewa kamba shingoni. Tulipofika pale kwenye tukio la kukuta ng'ombe imetolewa kamba, tukafuata nyayo mpaka tulipofika pale ambapo tumeenda kukuta kijana amesha tujitundika. Basi baada ya kufika hapo tukawatafuta viongozi wa ngazi ya chini, ndipo tukaenda kwenye ngazi ya juu. Kwa hiyo ndio hivyo. Aliyefungua kamba ni mtoto wa kaka yangu ambaye sasa hivi ni marehemu. Anaitwa Elias Hussein Mevoro. Alikuwa anapumua kidogo. Sasa ilipofunguliwa tukakuta mwili ameshafariki. Alipandaje kwenye mti? Yaani alipanda kwanza kama inavyoonyesha. Baadaye akashuka, kuna sehemu ambayo kuna bonde kama hapa. Akawa amejisukumia huko. Sasa kamba ilikuwa imefungwa kwa huku nyuma. Kwa hiyo kamba ikawa imefanya nini? Kwa ndio ilivyokuwa. Kwa kweli ilituumiza sana mioyo yetu. Kwa sababu haijaitokea katika hiki kitongoji chetu au kijiji chetu kwa watoto kujinyonga. Kwa kweli yani ilituumiza kwa ujumla watu wengi. Maana kijana alikuwa ni mzuri, hakuwa na shida mchana. Alikuja kwangu tumekaa, baadaye akasema anaumwa. Ndugu yangu akampeleka hospitali. Yaani babake mdogo anayenifuata nyuma. Alipompeleka walirudi mpaka hapa. Nikamuuliza umepata matibabu mwanangu? Akaniambia baba nimepata matibabu. Baadaye si akaondoka, akaja huku nyumbani. Maana hapa ndo kwangu. Kaja hapo nyumbani. Mimi nikaendelea na shughuli zangu. Sikuelewa tena kwamba alikoelekea ni wapi. Maana sikurudi huku mapema. Ni ile muda wa usiku nilipoamshwa ndio alikuja kufika hapa. Alikuwa anasema kwamba sehemu za siri ilikuwa sio nzuri sana. Yaani akikamua inatoka usaha. Ili tusifiche kwa sababu ni kitu ambacho kiko wazi. Kwa hiyo ambaye anayejua kwamba ni shida gani kubwa amepata ni yule aliyempeleka hospitali. Ina maana kwenye kujinyonga hatakuwa na utaratibu kwamba niende ameenda kujinyonga. Bali sisi tulikuwa tunafuata kamba kama kulikuwa na jamaa kuja kufungua ng'ombe. Lakini baada ya kuingia huku mashambani tukakuta kiatu chake tukifuata nyayo. Nikamuuliza mama, wao majambazi ndio hao ambao kiatu wameacha? Sasa mama kufika pale akaniambia ni mtoto eti. Sasa baada ya kuniambia ni mtoto Elias ndio kiatu chake kile, tukabidi tufuate nini? Tufuate utaratibu. Katika mawazo yetu sisi tunajua kwamba ni kwamba kuna mtu labda alikuwa anashirikiana labda kwenda kuiba ng'ombe. Kwa hiyo sisi kwa hilo la kujinyonga hatujaweka kwenye vichwa vyetu. Ng'ombe wakati wako wapi? Ng'ombe ilikuwepo ndani. Yani ni kamba tu. Ng'ombe akaanza kuvua. Sasa kaanza kufurukana na ile ndama yake. Kwa hiyo ndo mama akaamka kwa kujua kwamba ni nini shida kwenye ng'ombe, mbona haipigaki azungukage na mtoto. Yaani sasa ile kutoka nje hajajikuta kwamba kama imetolewa shingoni. Majina naitwa Elibariki Loi Molel au kwa jina maarufu Loma. Ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kimelok katika kijiji hiki cha Ngeresi. Kwa hiyo ni kitongoji ambacho ni cha jirani sana kutoka hapa. Maana hiki ni kitongoji cha Ngoika. Lakini baadaye usiku wa saa 8 mwenyekiti wa kitongoji hiki akanipigia simu. Akaniambia nikimbie hapa kwa Huseni kwa sababu kuna tatizo na yeye hakuwa nyumbani.
bila kupoteza muda na mimi nilijitahidi kuwahi hapa. Nikafika hapa, nikaingia moja kwa moja kwa Mheshimiwa Hussein Molel. Nikawakuta wamama pale. Nikauliza vipi hao wazee walioko hapa wako wapi? Wakanielekeza kwamba wako huku kwa Mr. Charles Mevoro ambaye ni mdogo wake na Mr. Hussein. Nilipofika hapa nikawakuta kweli hao wazee wako hapa. Nikawauliza jamani kulikoni? Wakaniambia ni kweli kuna tatizo la mtoto kujinyonga. Nikawauliza na yuko wapi mpaka sasa? Wakaniambia kwa kweli yuko msituni kule. Nikamwambia naomba mnipeleke nami nikathibitishe ili tuweze kufanya mawasiliano na uongozi wa juu. Baadaye nikafika kwenye eneo la tukio. Nikakuta kweli ni kweli kwamba kijana amejitundika kwa sehemu tena ndogo sana. Ni mahali pafupi sana. Kiasi ambacho kwa haraka inaleta utata, lakini baadaye tukakubaliana na hali halisi tuliyoikuta pale. Lakini baadaye tayari hao waliotangulia mbele mwanzo kabla ya mimi walikwisha kutamani kama vile kumsaidia. Kwa hiyo walifungua ile kamba haraka wakisi kwamba labda bado hajakata roho. Kwa hiyo wakafungua ile kamba. Kwa mimi nafika pale na ukuta ule mwili uko pale umelala chali. Baada ya kuthibitisha nikachukua hatua sasa ya kupiga simu. Nikampigia askari wetu wa kata ya Sekontu. Kwa bahati mbaya simu yake ikawa haipatikani. Kwa bahati mbaya simu ya askari wa kata ikawa haipatikani. Baadaye nikampigia mwandishi mmoja wa habari anaitwa Nyangusi. Nikamueleza, akaniambia basi ngoja nikuunganishe na CCID. Baadaye baada ya dakika chache nikapigiwa simu tena na askari sasa yule wa CCID. Akaniuliza kulikoni, nikamuelekeza. Baadaye akaniambia basi natuma gari mara moja. Ni kweli baada ya muda kidogo gari likafika na maskari wawili pamoja na driver wakawa watatu. Nikaenda hapo shuleni kuwapokea. Kawaleta moja kwa moja kwenye eneo la tukio. Wakachukua kumbukumbu zao na baadaye tukachukua mwili tukapakia kwenye gari, tukapeleka kwenye chumba cha kuhifadhia maiti kilichoko hospitali ya mkoa Mount Meru. Baadaye tukatoka hapo tukaenda Usa. Baba mdogo wake na Elias Hussein akaenda kuandika maelezo mafupi na baadaye tukaja. Kwa hiyo kwa kifupi hiyo ndio taarifa mimi ninayojua, lakini nimeendelea kuwauliza ndugu wa karibu kwamba kulikoni, nini mnachokijua kwa habari ya kijana huyu. Wakaniambia kwamba ni kweli kwamba alikuwa na hali fulani ya homa jana asubuhi. Kamfuata baba mdogo wake na kumwambia baba mdogo nipe hela niende hospitalini. Baba mdogo akampeleka hospitalini. Baadaye alipotibiwa akamrudisha hapa nyumbani. Lakini pia baadaye jioni ya saa 11 12 yuko pale shuleni anacheza mpira na wenzake. Saa 1 nao wakaachana na wenzake yakaja nyumbani. Basi taarifa zingine zikaendelea kwamba basi usiku wa saa 5 nini kiliendelea kwamba mama alisikia ng'ombe anahangaika huko bandani. Mama kutoka akakuta ng'ombe ameshabadilishiwa kamba. Ng'ombe alikuwa na kamba mpya lakini tayari ng'ombe ana kamba ambayo ni kuukuu. Kwa hiyo hisia ya hao watu wakajua kwamba huenda kuna wizi ulikuwa ufanyike mahali hapa kuiba ng'ombe. Kwa hiyo baadaye sana walikuja kugundua kwamba ni kijana alikuwa anahusika na hilo tukio. Ni baada ya kukuta kiatu cha kijana mahali fulani aliporuka. Kwa hiyo akaacha kiatu kimoja pale. Basi wakaendelea kufanya uchunguzi kupita huku na huko kutafuta kama watamuona labda amejificha mahali, lakini baadaye ndo basi walienda kukuta mwili. Ukijaribu kuangalia ni kijana si chini ya miaka 20-22 hawezi akazidi. Kiukweli ni kwamba nashukuru kwamba hili unaloniuliza nimetangulia pia kuzungumza mapema sana. Nilishazungumza na vijana baadhi ambao nimewakuta hapa. Nikawaambia jamani vijana, si vizuri mkaamua kuchukua maamuzi magumu kiasi hiki. Hadi ukiangalia kwamba ni nini ambacho basi hata kimemkabili sana kijana huyu. Ni kijana mdogo tu ambaye labda ana masuala ya kwenda shule. Labda ana masuala tu ya kusoma, si kwamba ana masuala mengine magumu ambayo yangemsababisha kuchukua hatua kama hizi. Kwa hiyo nimewatia moyo vijana nikawaambia kwamba msichukue hatua ngumu kiasi hiki. Hata kama ikatokea kwamba kuna magumu yamejitokeza, ni vizuri kushirikisha wazazi au watu wengine ulioko karibu nao wakusaidie kutatua jambo hilo, lakini si kuchukua hatua ambazo zinaweza kuleta madhara kama
hatua hii aliyochukua kijana wetu. Yangu naitwa Erasto Loi Molel, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Ngoika. Ni kweli kabisa tukio hili tumelipokea kwa masikitiko makubwa kwa jinsi ambavyo imetokea tena kwa kijana mdogo kama huyu. Kiukweli ni kwamba bahati mbaya au bahati nzuri sikuwepo nyumbani. Nilikuwa kwa kazini kwa ajili ya maisha yangu na kwa ajili ya maendeleo ya maisha yangu. Lakini baada ya kupigiwa simu kwa ajili ya tukio hili, ni kweli kwamba nilichukua hatua ya kumtafuta mwenyekiti mwenzangu wa jirani, ndugu Elibariki Loi Molel, mwenyekiti wa Kimelok, nikamuomba aje kunisaidia tukio hili. Na ni kweli kwamba alikuja akaweza kunisaidia tukio hili mpaka maaskari walivyoweza kuja na kuchukua huu mwili. Basi ni kweli kwamba kijana huyu kwa nilivyomuona mimi hakuwa na tatizo lolote. Kijana huyu nilikuwa naye asubuhi, tumekunywa naye chai pale kwa baba yake mdogo, hakuwa na shida yoyote. Nikiwa naongea naye kumwambia kwamba ukishuka mjini fedha ziko zimejaa, na ukichukua hata mahindi huku kwetu, kwa kuwa mahindi huku kwetu yapo, ukienda kuchoma pale mjini unapata fedha, unapanda na fedha kuja nazo nyumbani. Baadaye kwenye muda wa saa 10 nikamkuta tena yuko na kijana mwenzake, yuko sawa, hana shida yoyote, anashona kiatu. Baada ya kushona hicho kiatu nikamkuta, nikamwambia, kumbe wewe una ujuzi mkubwa namna hii. Kwa nini usifungue kijiwe na Ngeresi nzima hakuna kijiwe cha kushona viatu ili uweze kupatia mahitaji yako kwenye eneo kama hili? Lakini alifurahi tu, akaniambia nitajaribu kufungua, maana mimi ni mshonaji mzuri wa viatu. Baadaye sasa ikawa sijui nini kilichomsibu mpaka sasa akaweza kwenda kujizuru namna hiyo. Ende kuwaasa vijana kwamba matukio kama haya waepukane nayo, kwa sababu matukio kama haya kwa umri kama huu wa kuweza kukimbia kutafuta fedha, hakuna sababu ya kujizuru, hakuna sababu ya kuangamia, wakati Tanzania hii ni pana. Una uwezo wa kwenda ukaendesha hata mkokoteni mjini na ukaishi, na ni wengi wanaendesha na wamejenga miji, wanaishi na familia zao na watoto wao wanasoma na wanapangisha pia nyumba. Zaidi sana wewe ambaye hata upangishi huko kwa baba yako na mama yako. Kweli hilo tukio ni tukio ambalo limetusikitisha sana, limetupa shida sana mioyoni mwetu, na hata sasa tunaendelea kuwaasa vijana waachane na matukio kama haya. Mwandishi wa habari, tuko tayari kuzungumza na vijana, kwa sababu kwanza kuna mikopo ya vijana inayotoka serikalini ambayo inaweza kuwasaidia. Ni kweli kwamba tunaendelea kuzungumza nao ili kuwatoa kwenye hiyo hali kama hiyo, ili waweze kupata mikopo kwa ajili ya kujiendeleza. Na tutakuwa tunawawekea pia semina kwa ajili ya kuwatoa kwenye maeneo kama hayo ya kukata tamaa, maana hakuna mtu anayejinyonga bila kukata tamaa. Ina maana kuna sababu iliyompeleka mpaka akaenda kufanya hivyo. Tulikuwa naye hapa jioni, kwa tumekaa hapa hivi uwanjani. Akaniambia, unaenda lini utairiwa? Na nikamwambia Jumamosi. Akaniambia nitakuwepo. Jioni ilipofika, akafungua ng'ombe akaondoka na kamba. Ndio akafuatilia, tukamfuatilia usiku, kana kwa mkuta kule amejitundika. Aliniambia tu anajisikia vibaya. Hajaniambia kwa sababu gani. Ila aliniambia anaumwa tumbo, anaharisha.